Hii leo katika makala ya safari ya maisha yangu, tunaangazia maisha baada ya kukatwa kiungo cha mwili. Ulemavu wa kukatwa kiungo ni tukio linalobadilisha maisha ya mtu yeyote anayepitia hali hii. Inaweza kusababishwa na ajali, magonjwa kama vile kisukari, saratani au hali zingine za kiafya. Licha ya changamoto zinazoambatana na hali hii, maisha baada ya kukatwa kiungo yanaweza kuwa na matumaini na mafanikio tele. Makala haya yanatoa mtazamo maalum kuhusu maisha ya mlemavu, changamoto anazokumbana nazo, na namna ambavyo jamii inavyoweza kuishi na watu wenye changamoto hizi. Jina langu ni Duke Osano na haya ni makala ya safari ya maisha yangu. Safari ya maisha yangu inatupeleka hii leo hadi Eldoret Kipkenyo, na hapa tunakutana na mwanadada Diana Nanjala anayetusimulia safari ya maisha yake baada ya kukatwa mguu wa kushoto. Hii ni baada ya kuhusika katika ajali mbaya ya barabara. Hi everyone, my name is Diana Nanjala. I am a cooperative officer and I'm a model too. I am the reigning Miss Amputee Kenya 2024-2025 and I'm also an amputee. I'm so grateful because God has been there for me in the journey that I've been. I was born with both legs, both limbs, but then again in 2023 in the month of March, I got involved in a road accident within the Eldoret city. Then I lost my leg through it. Mara baada ya kukatwa kiungo, mtu hupitia kipindi kigumu cha kimwili na kisaikolojia, maumivu baada ya upasuaji, hisia za kupoteza na hofu kuhusu maisha ya baadaye, miongoni mwa hisia zinazoweza kumlemea. Kukubaliana na hali hii huwa ni vigumu zaidi, anavyoelezea Diana Nanjala. So nikakubali kusign na niliingia theater at around 8:30 usiku. So nikaenda, everything was fine there, nikatoka theater. So from that time, friends walikuwa nakuja kuniona and I told the nurse, usikubali mtu yoyote mwenye anakuja kuniona, because I felt people are just there to confirm if really I've lost my leg, you know. I was feeling so hurt and I didn't want to see anybody at all. Charity Inyanya ni mwanahabari ambaye alipoteza kiungo cha mguu wake baada ya kuugua saratani, na anakubaliana kuwa kukubaliana na hali hii huwa ni vigumu, maana ilimchukua takriban miaka 10 kukubaliana na hali hiyo. Hello everyone, my name is Charity Inyanya. I am a journalist. I am an amputee. I lost my limb 14 years ago through cancer. Went through 8 operations and I conquered cancer. And after the amputation, I been living in denial. I couldn't accept myself. It took me 10 years to accept that this happened and life goes on. Maisha ya kila siku yanaweza kuleta changamoto mbalimbali kwa walemavu. Kufanya shughuli rahisi kama vile kuvaa, kuoga, kupika, kusafiri kwa muda mrefu, kupata ajira na mambo ya mahusiano ni baadhi ya changamoto wanazopitia walemavu, wanavyosimulia Diana, Charity, Aaron pamoja na Saul Magiti. When I was amputated, I'm so outgoing. Mimi napenda kutembea sana. I'm so outgoing. Napenda hiking, I was very outgoing. So ilini limit to a point, you know, using this prosthetic. Okay, haufai kutembea sana because we use something called silicone liner, which is so expensive. Ina go for around 30 to 40,000. And it's just a liner, it's not even the prosthetic itself. So ukitembea, the more unatembea sana, the more hiyo liner inaisha, because lifespan yake around 12 months inakuanga imeisha. So sometimes nikijiambia nikitembea sana hii liner inaisha, then I'll need another liner to replace it, because you know zinaisha haraka. Being an amputee, one of the challenges that we face
is stigma, discrimination, and all other things that come along with people discriminating us. Because when someone looks at you, that you are an amputee, people view amputees as people that are so fragile, they can't do anything. So there is so much stigma when it comes to amputees from the community out there. So the other challenges is when it comes to when amputees, it comes to their dating and relationship while. So people have different perspective on how they view amputees. Maybe someone feels like they are ashamed of them. Yeah? Kule nyumbani matamshi yalikuwa mingi, iliweza kunidhuru, nikasema kuwa mimi sijiwezi, ambayo iliweza ikanifanya nijitenge na watu wengine. Challenges nimepitia ni mob, so like kufanya job, pia kupata job ni ngumu. Nakanga tu nikikumbuka that incident, so inanisumbuanga sana to an extent. Sasa inafanya ni spend more because na have kutumia either wasili ndo nifike place naenda, or kama si wasili, you know, not all the days utakuwa na pesa ya wasili. So hiyo kama sina hiyo do, I just have to walk to where I want to go, hata kama ni mbali kiasi gani. I just prefer let me walk other than kupanda the motorbike. Hata baada ya changamoto hizi, tulitamani kujua ni kitu gani kinachowasukuma kimaisha. So what keeps me going, it's like my child. Me, I have a kid who looks up to me. She's 7 years old right now, and I don't want her to think ama ajiambie sasa mama yangu anashindanga akilia, anashindanga aje. I want her to be strong so that even in future atakuwa and encourage other people out there, because people go through a lot of things. Na many tumesikia hata story, so many people wanna give up in life. So at least nikimjenga akiwa mdogo as a champion, na pia afike mahali penye pia yeye atakuwa the voice of the community, to talk about to encourage people and all that. So she's one of the reason why I keep going. Tunakutana na Tess Chepkosgei mwenye umri wa miaka 9. Je, ana mtazamo gani kuhusu maisha? Na je, ana mtazamo gani anapoulizwa maswali na wanafunzi wenzake shuleni? Hello, my name is Tess Chepkosgei. I am below near amputee. I am a 9-year-old girl in grade 4 at Happy Valley Academy. I am honored to be Miss Amputee Kenya and an ambassador for children with amputation, recognized by ProThere. They always ask, why am I able differently? Why did they amputate my leg? Why am I different? Why do I wear a prosthesis? And I tell them it's God's creation. It was nobody's fault. I was born like that. Tess Chepkosgei ana ushauri kwa watoto kama yeye anapojiandaa kusafiri Marekani kwa mashindano ya watoto kama yeye mwezi Julai mwaka huu. For children outside there like me, I like to tell them never give up and never lose hope. God is with you. Pamoja wanaalika watu wenye ulemavu kama huu katika mashindano ya Mr. and Miss Amputee North Rift mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025. I am glad to introduce to you the event for the Miss and Mr. Amputee North Rift region, which will entail the North Rift amputees. The purpose of this event is to first stop and reduce stigma, to build self-confidence among the amputees, and also to provide prosthetic to 13 deserving amputees. So we are calling upon sponsors, designers, and also models from the North Rift region to come on board and make this event a successful event. You can reach out if you are a sponsor, a designer, or a model. You can reach out to our email address, which is northriftamputeeassociation@gmail.com. You can also call or WhatsApp 0704 444 024 for more information.
Thank you so much and welcome to the event. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kujenga jamii inayojumuisha, inayoheshimu na inayowezesha watu wote wakiwemo wale waliokatwa viungo kuishi maisha yenye heshima na mafanikio. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha kuwa ulemavu hauzuii mtu yeyote kufikia uwezo wake kamili na kuishi maisha yenye maana. Kwa wale wote waliofanikisha makala haya, mimi ni Duke Osano.